Ukweli ni huu hapa, kwenye Biblia yote hakuna andiko hata moja ambalo liliandikwa kwa bahati mbaya. Na Biblia imejaa mafumbo na siri nyingi za ulimwengu wa roho. Na leo nataka nikufichulie siri moja. Kuna siri kubwa sana kati ya maisha ya mwanadamu, unganiko mkubwa sana kati ya miti na maisha ya mwanadamu. Ndio, unaweza ukashangaa mti, trees. Kwa sababu ipi? Anguko la kwanza la mwanadamu linahusishwa na mti. Kwa sababu lile tunda lilitoka kwenye mti. Lakini pia tunaona mwanadamu wa kwanza aliwekwa ndani ya bustani. Kwa maana ya kwamba alikuwa amezungukwa na miti. Sasa ukweli ni huu hapa. Yesu Kristo alipokuja duniani kututoa au kuturudisha Eden, kwa maana nyingine kutuokoa, ambacho kilitumika pia ni mti. Maandiko yanasema amelaaniwa aangikwae katika mti. Nataka nikwambie haikuwa bahati mbaya Yesu kuangikwa katika mti. Na ukweli ni huu hapa. Kuna hatima za watu zimefungwa katika miti. Adui anajua hii siri. So he knows the power of the tree. Chochote ambacho unakiona kwenye ulimwengu wa roho, chochote unachokiona kwenye Biblia, my friend, hakijaandikwa bahati mbaya. Jana tulikuwa na maombi maalum kwa ajili ya kuwatoa watu kutoka kwenye miti ya uovu, miti ya laana, miti ya uzinzi, miti ya kila aina. I'm telling you, ni miti kabisa, lakini ni madhabahu. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Kuna miti ambao unaweza kaiona kwa nje ni miti, lakini ukweli sio miti. Kama ambavyo barabarani kuna magari unafikiri ni magari, lakini ni wanyama, ni tembo, ni fisi, ni kitu chochote. Huo ndo ulimwengu wa roho. Unahitaji macho ya rohoni kuona. Sasa leo nataka nikufundishe kitu ambacho kidogo kinaweza kikakushangaza. Hivi unajua kwamba hatima za watu wengi sana ziko chini ya miti. Kwa mfano, kuna miti ambayo ilipandwa ili ifanyike kuwa madhabahu. Na ndio maana ukisoma maandiko matakatifu utagundua Mungu anawazuia Waisraeli walipoingia Kanaani kuabudu chini ya miti. Kwa sababu kuna miti ambayo ilikuwa ni madhabahu za giza. Kitendo cha kusujudu mbele ya miti hiyo ni kusujudia ile miungu, ile madhabahu. Haleluya. Na wanafanyeje? Wanachofanya ili iweze kuwa madhabahu, kumbuka lazima kuwe na damu. Hakuna madhabahu bila damu. Umenielewa eh? Sawa eh? Kwa sababu madhabahu ni eneo maalum kwa ajili ya ibada. So foundation yake lazima ianze na damu. Hata sisi tulivyojengwa, kanisa lazima lijenge chini ya damu ya mwanakondoo, damu ya Yesu. Madhabahu lazima ianze na damu ya Yesu. Haleluya. So wanachofanya, wanachinja mnyama yoyote, alafu wanachimba pale, wanapanda huo mti husika. Na wachawi na waganga wanafanya hii kitu. Kwa nini? Wanataka kuendeleza utawala wao. Na hiyo ndo miti ambayo kwenye ukoo wenu mlikuwa mnaenda mnatambika chini yake, mlikuwa mnaenda mnasujudu, mnachinja, mnafanya nini? Ile miti ambayo mlifanya hilo, ukweli ni kwamba hatima zenu ziko hapo. So kuna miti ambayo sio miti. Kuna miti ambayo ni madhabahu, ambapo hatima za watu zimefungamanishwa pale. Kama ambavyo Adam na Eva walianguka kwa sababu ya mti. Manake mti una nguvu na una uhalali mkubwa sana kwenye maisha yako kama hautakuwa na maarifa sahihi. Ndio maana tunaona Yesu anatumia mti kukombolewa. Kwa nguvu ya msalaba, miti yote haina mamlaka tena juu yetu. Maana yake ni nini? Waliokuwa wamefungwa chini ya miti fulani wanakombolewa wote. Sasa jana wakati tunaomba, nadhani naweza nikaweka hizo shuhuda, utaslide hapo. Kuna screenshot nitakuwekea. Kuna watu ambao waliona waume zao wakitoka kwenye miti. Wachawi na waganga wanachofanya ni nini? Wanachukua jina lako, wanaenda kwenye ule mti ambao wanajua ni madhabahu. Mara nyingi ni miti ambayo ipo makaburini, kwa sababu makaburini ni eneo ambalo adui ana uhalali nalo. Umenielewa eh? Kwa sababu asilimia kubwa ya watu wanaokufa, by the way, hawafi kwenye hali ambazo ni nzuri. Umenielewa mpaka hapo eh? Yes. Lakini pia makaburini kuna miungu, mizimu mingi ipo makaburini. Umenielewa mpaka hapo? Yes. Kwa sababu mizimu ni roho za wafu ambao hawakufa katika Bwana. Umenielewa? Sasa unakuta kuna miti kwenye makaburi, wanachukua jina lako, wanaenda kwa mganga, wanafanya wanachofanya, alafu jina lako linachukuliwa, linaenda kupigiliwa kwenye ule mshumaa, kwenye ule mti. Okay? Lakini muda mwingine kinachofanyika ni nini? Kinachofanyika ni kwamba
wananena, wanaliita jina lako na wanakufunga kabisa kwenye ule mti. Sasa hutaona kwa sababu ni nafsi yako ndio imefungwa. Lakini kama Mungu akikupa neema kwenye maombi kama haya tunayoendelea nayo saa 9, watu wengi sana huwa wanajiona wamefungwa na zile kamba zinakatika. Hata jana kuna wengine waliona. Mwingine akaona mti unalia. Mti unaongea, umekasirika. Na huyu alianza wakati tunahubiri tu pale, nikasema kuna watu wazee wenu waliabudu chini ya miti. And therefore nafsi zenu ziko chini ya miti. Then akaona kama kapigwa na shot. Nataka nikwambie kwamba maisha yetu ni ya kiroho. Ukikaa mwilini, my friend, utachelewa. Utakuwa muhanga tu wa vitu vinavyotokea na hujui vinaanzia wapi. Na mimi nimekuletea injili hii ili wewe utoke huko. Sijui kama unanielewa, mtoto wa Mungu. Kuna wengine kilichofanyika ni nini? Vilichukuliwa vitovu vyenu, vilichukuliwa nywele zenu, chukuliwa kucha zenu zikawekwa chini ya miti. Hatima zenu ziko chini ya miti. Mmefungamanishwa na miungu au madhabahu za giza za miti. Haleluya. Na mara nyingi miti kama hiyo inakuwa miungu yao inakuwa ni nyoka. Kuna muda utakuta huo mti, ndani ya mti ndo anakaa nyoka. Na ndani ya mti humo ndo kuna nafsi za watu pia. Ndio maana unaweza kuwa unaombewa alafu unajiona unatoka. Mfano kuna dada mmoja alitoa ushuhuda jana, anatoka kwenye kutoka ndani ya mti. Ni vitu ambavyo huwezi kuvielewa katika mwili, lakini unahitaji uvielewe kwa sababu ulimwengu wa roho ni halisi. Sema haleluya, mtoto wa Mungu. So ni jambo la muhimu sana kuelewa kuomba maombi. Sasa nataka nikuombe. Cha kwanza lazima utubu. Okay, nikuelekeze namna ya kuomba. Cha kwanza lazima uombe toba, kwa sababu aidha toba yako wewe au wazee. Kwa sababu kuna watu umeunganishwa na wazee wenu kwa sababu waliabudu chini ya miti. Waliabudu hiyo miti, wakaifanya madhabahu, wakatoa sadaka. Okay? Namba 2 unapaswa ufanye nini? Lazima utamke kwa mamlaka ya jina la Yesu, na kata kila mti ulioshikilia hatima yangu. Kila mti uliomeza nafsi yangu, tapika. Tapika. Kila mti uliomeza hatima yangu, tapika. Tapika. Ninafuta kila maneno yaliyonuizwa kwenye huo mti na jina langu likagongelewa. Ninalichomoa hilo jina. Ninalitoa kwenye huo mti wa uovu. Nalitoa kwenye huo mti wa uovu, huo mti wa uzinzi, huo mti wa umaskini, huo mti wa kuzuiwa katika jina la Yesu. So you pray. Rekaparadia maskomenante zelibar. Unaomba. Naomba niombe na wewe. Baba, katika jina la Yesu ninaomba rehema kwa ajili ya rafiki huyu. Ninaomba umtakase, umuoshe kwa damu yako sasa. Katika jina la Yesu Kristo, na kila nguvu ya uovu, kila roho ya kipepo iliyofunga hatima yake kwenye mti, nateketeza huo mti. Nateketeza huo mti. Mti wa uovu, teketea kwa jina la Yesu. Teketea kwa jina la Yesu. Teketea kila mti uliokamata nafsi. Ninaamuru sasa, tapika hiyo nafsi. Tapika hiyo nafsi na kata huo mti wa uovu. Katika chochote mlichoshikilia, achia hatima yake. Chochote, iwe ni ndoa, iwe ni kazi, iwe ni uchumi, iwe ni huduma, iwe ni afya. Mti wa magonjwa katika. Mti wa magonjwa katika. Mti wa magonjwa kwenye huo ukoo, katika kwa jina la Yesu. Tapika jina lake. Tapika nafsi yake. Tapika hatima yake. Tapika huduma. Tapika afya yake. Tapika katika jina la Yesu Kristo Mnazareti aleha. Na vunja huo mti. Na teketeza kuanzia kwenye mizizi. Na ngoa kabisa. In Jesus name. By the power of the Holy Ghost. Achia hatima yake. Achia nguvu zake za kiroho. Toka kwa jina la Yesu. Toka, mwachie sasa. Toka, achia uzao wake. Toka, achia mume wake na mke wake. Toka, achia uzao. Toka kwa jina la Yesu. Amen. Follow account hii ujifunze zaidi na Mungu akubariki.